Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa zetu za kila baada ya asiri, takriban dakika 15 hivi, kukumbushana masala mbalimbali kuhusu dini yetu tukufu ya Kiislamu. Na tunaendelea na masail as-siyam au as-saum, mambo ambayo yanaambatana na ibada tukufu ya saum. Na leo kwa idhini yake Allah tutaangalia mustahabbat as-siyam, mambo ambayo yanapendeza kwa aliyofunga kuyafanya. Mambo haya ukiyafanya unaweka saumu yako katika wakati mzuri zaidi, au unaichunga na kuilinda saumu yako vilivyo na kuziba mapungufu ambayo huenda yamepatikanwa katika utekelezaji wa ibada ya saumu, kana kwamba mambo haya ni sehemu ya kukamilisha ibada ya saumu. Na ni takriban mambo 7 hivi. Jambo la kwanza kabisa ambalo limezungumzwa na wanazuoni ambalo linapendeza kulifanya unapotekeleza ibada ya saumu ni as-sahur au as-suhur, ni swala la ulaji wa daku. Na hili limekuwa ni gogoro kwa baadhi ya watu, baadhi yao wakisema bwana, mimi sina desturi ya kula usiku wa manane, au siwezi kula usiku, kinywa kinakuwa kichungu au mdomo mchungu nakuwa, kwa hiyo napata tabu sana kula wakati wa usiku saa 9 saa 10. Manake sahur au suhur, daku muda wake ni takriban dakika 15 kabla ya alfajiri, hata zaidi ya hapo, nusu saa kabla ni sawa. Na dakika 15 hizo tunazipata kwenye hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, au katika athar moja katika maswahaba aliulizwa, kuna muda gani ama urefu gani kati ya muda wa kula daku na wakati wa swala alfajiri? Akaulizwa kam kana bainahuma, akasema qadru 50 aya, ni kipimo cha kusoma aya 50. Sasa tuna mahufadha wamehifadhi Qur'an, saa aya 50 dakika ngapi? Sheikh, dakika ngapi? Anategemea na aya zenyewe. Za tauba zinakuwa aya ngapi? Alimradi Shejele anatuangalia tu kule sio kwa speed ya tarawih ile kwa hiyo unaweza 15 zikawa 20 zikawa 30, maki na usomaji wa mtu mwenyewe. Kuna wasomaji wengine ni yani batiul qiraa, yani asoma kwa uzito kutokana na uwezo wake wa usomaji wa Qur'an. Mwingine ni kwa wepesi, mwingine anaamua leo aende speed, leo aende. Kwa hiyo tunasema dakika 30 hivi sawa. Na kuna mtu anaweza juzu zima 30, dakika 30 juzu zima linakamilika, au sio Sheikh? Kutoka kwenye mraja kule watu wamekaa wako hivi sio mchezo. 30 zakawa zikawa chache. Almadi muda wa daku tafsiri yake ni dakika chache au muda mchache kabla ya kuingia kwa alfajiri. Huu ndio muda ambao Uislamu umeelekeza iliwe daku muda huo. Na as-suhur bikathiri at-ta'ami wa qalili. Daku pia inajuzu kwa chakula kingi au hata kichache, kwa ujambo ule chakula kingi. Walau bijur'ati ma, hata kama daku hiyo ni kwa funda moja la maji. Waqtu as-suhur au as-sahur min muntasifu al-layli ila tulu'i al-fajr, na wakati wa daku ni pale tu katikati ya usiku na kuchomoza kwa alfajiri. Saa 7, saa 8, saa 9,
saa 10, lakini wa afdaluha, muda wake uliokuwa bora ni ule muda ambao ni dakika chache au muda mchache kufika au kuingia kwa alfajiri. Kwa sababu moja katika sunna za mfungaji ni taakhir, kuchelewesha nini? Kuanza funga, kuchelewesha daku na kufanya haraka kufuturu pale muda wa kufuturu unapofika. Kwa hiyo ndio muda wa kula daku. Hilo jambo la kwanza la ulaji wa daku. Kwa hiyo sio lazima ule sana. Wewe ni mzito kula katika usiku, basi una nafasi nyingine, kunywa funda moja la maji, kula tende moja, tonge moja la chakula inatosha. Utapata ujira wa nini? Wa ulaji wa daku. Mazala ummati au mazati ummati bi khairin ma ajjalu alfitra wa akharu nini, si inasema hadithi. Watu hawatoacha kuwa katika khairi umma wangu huu, Mtume anasema, endapo tu watakuwa wanachelewesha daku na kufanya haraka kufuturu. Kwa hiyo swala la daku lipo katika mfumo huo. Na kuna wengine wanasema, bwana mimi nikila daku usiku basi mchana mzima mimi nakuwa nimeshiba tu sasa. Sasa nakuwa nafunga nini sasa? Haujaambiwa kufunga maana yake ni kukaa na njaa, ndugu yangu. Ni kujizuia kula na kunywa na yote yanayofunguza saumu au kuharibu saumu, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Hiyo ndio funga, sio kwamba ni kukaa na njaa. Kwa hiyo hakuna mahusiano kati ya njaa na funga, hapana. Kama utafunga hali ya kuwa una shiba yake, hiyo ndio jambo zuri, fanya kazi zako, fanya ibada na kadhalika. Kwa hiyo usihofie kula daku ya kutosha nyingi eti kwa sababu utakuwa wewe siku nzima umeshiba, kwa hiyo ladha ya saumu utoipata. Haina maana kwamba saumu taabike upate shida ndio saumu. Hilo jambo halipo. Kwa hiyo moja katika mustahabati siyam, moja wapo ni mtu kula daku. Na hadithi inayosisitiza hilo ni hadithi iliyosimuliwa na Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, qala, anasema, tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulikula daku pamoja na mjumbe wa Allah, rehma na amani za juu yake. Thumma qumna ila salah, kisha tukasimama kwa ajili ya swala, yani alfajiri. Qultu, nikasema, huyu anaosimuliwa, kam kana qadru ma bainahuma, ilikuwa kuna muda gani kati ya kula daku na muda wa kuswali alfajiri? Qala, akasema 50 aya, ni kadri ya usomaji wa aya 50 ambayo nilitangulia kusoma maana ya hadithi kule mwanzo. Hiyo jambo la kwanza la nini, la daku. Haya yanapamba na kuipamba vizuri saumu na kuongeza ujira wa saumu yenyewe. Kwa hiyo nasikia Allah anasema kila jema lina mara 10 mfano wake mpaka mara 700 ila adhaafin kathir, mpaka zaidi ya mara 700. Manake yanayofanya jema kuwa na ujira mkubwa kutoka 10 mpaka 700 na zaidi ya hapo ni yale vikorombwezo, udambu wanasema, yale yanaongezwa yale ya mustahabat, ndio yanafanya ibada ya saumu au ibada yoyote ile iwe na ujira mkubwa kuliko ibada nyingine, na mengine mengi ambayo si wakati wa kuyaeleza, ambayo napelekea mtu mwingine anafunga anapata thawabu 10. Mfano tu, maana saumu thawabu zake Allah anazifahamu. Thawabu 10, mwingine anapata thawabu 200, mwingine 1000, mwingine 10,000 kutokana na saumu alivyoifunga. Kafunga amesoma Qur'ani, kafunga amekula daku wakati kwa wakati, amefuturu kwa wakati. Maana yake ujira wa saumu yake unakuwa ni mzito kuliko ambaye amefunga tu mradi amefunga. La pili, taajilul fitr, kufanya haraka kufuturu. Yapendeza mtu muda wa kufutari unapofika basi haraka tu afuturu, kabla sio ajicheleweshe tena. Mtu unakuta kama ni mwanamama anawaandalia watu chakula pale, yeye anaandaa tu, anaweka sahani na nini, yeye anaweka nini, anaweka maji, anaweka juisi, anaweka siji nini. Muda ameshatolewa na muda tayari, lakini hana habari, yuko busy. Na mwingine labda kuna shughuli imemshughulisha sana, kwa hiyo anamaliza, nimalizie hapa. Unakosa ujira na fadhila za kuwahi kufuturu. Kula kitu kidogo, endelea na shughuli zako. Kula tende moja, endelea na shughuli zako. Kunywa fundo moja la maji, endelea na shughuli zako. Kula bagia, endelea na shughuli zako. Kula hili, endelea na shughuli zako, ili upate ujira na fadhila zinazopatikana kwa mtu ambaye anafanya haraka kufuturu. Fa'an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, katika masimulizi ya sahaba Sahal mwana wa Sahal wa Sa'd, radhi za Allah ziwe juu yake, anasema kwamba kwa hakika nabii wa Allah, rehma na amani za juu yake, amesema,
la yasalu an-nasu bi khairin, watu hawatoacha kuwa ndani ya khairi, ma ajjalu al-fitra, endapo tu watakuwa na desturi ya kufanya haraka kufuturu. Jambo la pili hilo. Jambo la tatu, al-iftaru ala rutabatin, kufuturu kunako tende. Kwanza tende aina rutab. Tende zina hatua zake, kuna balahun, kuna rutabun na kuna tamrun. Balahun ni tende, kwa miji ambayo ina tende, miji ya pwani huko na baadhi ya miji ya bara ina tende, wanafahamu. Balahun inakuwa ni tende ambayo bado ina ukakasi fulani. Rutabun inakuwa kidogo ukakasi ni kwa bahali sana, na ukuta wengine hata ukakasi haina sukari, lakini si laini, ni ngumu namna hii. Ni sunna kufuturu kwanza hiyo. Au umekosa, nenda katika tamrun. Kwa hiyo sunna ni ile rutab. Katika baadhi ya miji wanauza kabisa za Ramadhani, zile ambazo unakuta ziko kwenye kishali chake kile. Kichali chake kile ambacho kitawi chake tuseme. Kwa hiyo zile ni sunna mtu aanze nazo. Akikosa, tende aina yote ambayo katika awamu nyingine ya usindikaji ambayo ni rutab, yani tamru, kwa maana ya tamru. Kwa hiyo fa illam yajid fatamrat, akishindwa tende aina ya rutab ambayo ni tende pevu iliyopevuka, basi atumie aina ya tamrat ambayo mara nyingi tunazitumia katika misikiti yetu ambazo zinauzwa na nini. Wa antakuna witran, na ziwe ni witiri, yani sio shufa, ziwe ni hesabu isogawanyika. Inna Allah witran wa yuhibbul witr, hika Allah yeye ni wapweke na anapenda vitu vilivyokuwa witri, vilivyokuwa ambavyo havigawanyiki. Na witri hapa ni moja, tende moja yatosha, au 3 au 5 au 7 au 9, 11. Witri inavyoenda ni hesabu ambayo haigawanyiki kwa yenyewe, sio igawanyiki, na tunasema hivyo kwa mbili. Kwa hiyo tulisoma kule mwanzo, moja katika mambo yanayoharibu saumu ni pia nini? Ni kutia nia ya kufungua. Kwa hiyo unaweza kutia nia sana, nafungua saumu yangu, basi utafadhila zako kama kawaida za kuwahi kufuturu. Kwa hiyo hapo umekosa kabisa, huna cha kuanza nacho, basi tia nia ya kufuturu. Hilo ni jambo la tatu katika mambo ambayo tunaangalia siku ya leo, ambayo ni mustahabati siyam. Lakini lingine, dua inda al-fitr, dua wakati unafuturu, athna as-siyam. Kwanza during, wakati umefunga, ni sunna kuomba dua. Lakini pia pale dakika chache kabla ya kuftari, pale ndio dua, au ni maeneo ambayo dua ya mja hukubaliwa kwa haraka sana, kwa sababu malaika wanakusanyika kwa wingi na kupokea dua za waombaji muda huo, na wanazipeleka moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaziitikia wao. Sio amini ya kwako wewe ambao umeswali huko unawaza kile, amini ya kwako wewe bara umemkosea mtu, umemsengenya mtu, umeiba cha mtu, umechukua cha mtu. Amini yako wewe na zako, ila amini maana ya amini manake ya Rabbi stajib, Mola wetu kubalie. Sasa amin za malaika hawa, la yaasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika wao hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kila anachoamrisha, na wanafanya kile ambacho wanaamrishwa. Kwa hiyo hawana madhambi hawa, wanaitikia amin katika muda ule. Wakati watu wanahangaika kutafuta tende ziko wapi, bagia ziko wapi, kalimati ziko wapi, uji uko wapi, kule zamani kwetu kule, kama mtu msikiti uko mbali kidogo, basi mnakaa sehemu ya muinuko nyumbani kwenu, mnakaa na vikombe vya uji ili adhana muisikie, au muangalie jua lishazama, mtie uji tu mdomoni. Umeona? Sasa hiyo wakati watu wanahangaika na hilo, watu wana njaa, wanataka kufuturu haraka haraka, hapa sasa ndio sehemu nzuri ya kuomba dua. Omba dua, na dua yako inaweza kukubalika moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika vitu vikorombwezo vya saumu, mustahabati saumu, vile ambavyo vinapendeza kwa mfungaji, ni kuomba dua wakati una nini, unafuturu. Na kuna dua ambayo imethibiti inayosema dhahaba ad-dhama'u tallatil uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Na dua ziko nyingi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqi aftartu, ambayo dua hii baadhi ya wanazuoni wadhoofisha hadithi iliyokuja na dua hii, lakini dua ambayo haina ishkali yoyote katika upande wa mapokezi yake ni hiyo dhahaba ad-dhama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajru. Dhahaba ad-dhama'u, kimeenda kiu, maana kiu kimemalizika. Wabtallatil uruq, na koo limeloa, maana yake unakuwa koo limekauka muda mrefu bila kuta kitu. Wa thabata al-ajru, na ujira wa saumu umethibiti.
Dua hii sasa, hii unaiomba kawaida, lakini dua na hii mara nyingi ni baada ya kushatia kitu. Hii nyingine unaomba kwa lugha yoyote unayotaka wewe, ya mahitaji yako wewe. Na hadithi inatuambia thalathatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftiru wal imamu al-adil wal madhlum. Watu wa aina tatu dua zao hazirejeshi. Hawa hawarejeshi mikono mitupu baada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika hao as-saim ni mfungaji, hatta yuftira, mpaka atakapofuturu. Wal imamu al-adil, na kiongozi aliyomwadilifu. Wal madhlum, na aliyodhulumiwa. Jambo lingine ambalo ni katika mambo ambayo yanazipelekea saumu zetu kuwa ni zenye ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pamoja na al-iktharu minas sadaqa, kukithirisha sadaqa, wa tilawatul Qur'an, na usomaji wa Qur'an, wa taftiri saimina, na kuwafuturisha wafungaji.